yote isiyotubiwa inageuka kuwa uovu, na huo uovu usiposhughulikiwa na mtu yoyote, ule uovu unageuka kuwa laana, na laana ni mlango ulio wazi unaoruhusu shambulio lolote lipite kwenye huo mlango limfikie huyo muhusika anayotakiwa ashambuliwe na hilo shambulio. Kuna watu wamefungwa na wanateseka. Yeye amefungwa wala hajui kwa sababu gani amefungwa, lakini Mungu ni mwaminifu sana, mpendwa wangu. Kama Mungu atakupa neema ya kuwepo katika semina hii, huu ndio wakati wako. Mungu atayafungua maisha yako. Kumbuka ni wapi ulikoanguka. Hapo ndio kwenye pointi yako ya kuanzia maombi. Katika wiki hii tutakuwa na muda mwingi wa toba, wa kuanzia kwenye pointi mahali tulikoangukia kuelekea mahali pengine, kwa sababu tusipoanzia tulikoangukia ndio tunaomba kwa kutokujua kwetu, na tunajikuta hatufikii mahali sahihi pa Mungu kutusaidia. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninaisogelea tena madhabahu yako jioni ya leo. Nimekuja kulitukuza jina lako, nimekuja kulibariki jina lako, nimekuja kusema asante katika madhabahu yako, jinsi ulivyotulinda, ulivyotutetea na kutupigania katika familia, kule kazini, kwenye biashara za kwetu. Mungu wangu, tuna kila sababu ya kuinua macho yetu juu ya msalaba wa Kalvari na kusema kwa hakika Mungu tunakupenda. Asante kwa ulinzi wa damu ya Yesu, ulivyotuokoa na zile ajali zilizoandaliwa na yale matatizo yaliyokusudiwa, ukatuokoa wala hayakutupata Bwana. Na jioni ya leo tumekusanyika chini ya dari ya nyumba hii ya ibada na tuko tayari kusikia kutoka kwako. Nami katika jina la Yesu ninasimama kinyume na kila ufalme wa giza, mamlaka za giza, maroho ya mapepo, maroho ya majini, maroho ya kichawi, mizimu, maagano ya laana, kila roho kwa jina lake na ikamata na ihamisha na kuiseta kuzimu. Na ualika uwepo wako na kupa nafasi Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu upate kutuhudumia. Si tuko tayari kusikia kutoka kwako. Wewe ulianzisha kazi njema mioyoni mwetu, ukaikamilisha hata wakati wa Kristo. Nimeomba haya katika jina kuu lipitalo kila jina. Nimeomba na kushukuru, na kanisa tuseme amen. Alafu mpigie Yesu makofi mazuri, na wakati huo unaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wangapi wana furaha sasa umeingia nyumbani mwa Bwana? Amen. Tunamtukuza sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya kipekee kabisa ambayo Mungu ameiachilia kwenye maisha yetu. Ni kwa neema wala si kwa sababu tumestahili, lakini ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Kanisa, Bwana asifiwe. Naamini kabisa kila mtu sasa ananifahamu, na jana nilisimama na nilijitambulisha. Amen. Kuna mtu ambaye anasema eti mimi sikufahamu? Hebu nyosha mkono, sema sikufahamu wewe. Amen, asante. Kanisa, Bwana asifiwe. Leo tunaendelea na ujumbe ambao tulianza jana. Jana tuliangalia zile nguvu za maneno, tuliangalia nguvu ya maneno, jinsi ya maneno yalivyo na athari katika maisha ya wanadamu. Tuliangalia hayo, na kichwa cha leo cha somo letu, kichwa cha leo naomba uandike, shika kalamu yako. Kwenye semina ni mahali tunajifunza vitu vingi sana, na tunapoachilia semina maana yake ni kwamba tunataka utoke mahali ulipo na kwenda mahali pengine. Yaani unaweza kuwa mwalimu wa jambo linaloelekezwa kwenye hiyo semina. Kanisa, Bwana asifiwe. Kichwa cha somo kinasema jinsi viapo na laana, jinsi viapo na laana vinavyoweza, jinsi viapo na laana vinavyoweza, jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua.
jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua. Jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao wenyewe wanaoteseka na hivyo viapo na laana bila wao kujua. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Hicho ni kichwa cha somo ambalo Mungu ametupa katika juma hili. Mungu Roho Mtakatifu atatusaidia kuendelea kudadavua, kufungua mafumbo na kutusaidia kufika mahali pazuri ambapo wewe mwenyewe, nimesema mimi sipendi hata kukuwekea mkono. Natamani sana Mungu mwenyewe akuhudumie. Mimi nakupeleka tu mpaka uone penye njia yako, wapi uliiachaga njia, alafu usimame hapo wewe mwenyewe ufanye toba kwa ajili ya kumsihi Mungu akusaidie katika kurudi tena kwenye njia ambayo unatakiwa kuipita. Nimeandika hivi, kanisa la Mungu, nimesema viapo na laana ni milango iliyo wazi. Viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu. Viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu. Viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu. Sasa watu gani? Nataka uone watu waliopo wanaoishi sasa, watu waliopo au wanaoishi sasa. Ni milango ya mashambulizi, ni milango inayopitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu waliopo sasa au wanaoishi sasa, kadiri Roho Mtakatifu atakavyo kuongoza. Na jana tulianza na kitabu kile cha Maombolezo, na leo naomba tuanzie hapo kwenye kile kitabu cha Maombolezo. Tuanzie hapo, nataka tuanzie hapo kitabu kile cha Maombolezo mlango wa 5, na tunaanza kwenye ule mstari wa 7. Jinsi ambavyo viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua. Na nikasema viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu waliopo sasa, wanaoishi leo, jinsi ambavyo wanashambuliwa na hawajui. Sasa kitabu cha Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7 unasema hivi: baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu huko zamani, waliokuwepo zamani, walitenda dhambi na wakafa, wao hawapo tena duniani. Lakini sisi tunaoishi kipindi hiki tunachukua yale maovu ya kwao na tunayatumikia na tunaadhibiwa chini ya yale maovu ya kwao waliotenda wakati ule wakiishi. Sasa nimefafanua kidogo, nikasema dhambi yoyote isiyotubiwa inageukaga kuwa uovu. Dhambi yoyote, ndio maana unaona hapa amesema hivi, baba zetu walitenda dhambi. Yaani kile kitendo cha wao kutenda dhambi na hawakuiweza kuitubia ile dhambi, ikageuka kuwa uovu. Na ule uovu usipopata mtu wa kuushughulikia, na wenyewe unageuka kuwa laana. Narudia tena, dhambi yoyote isiyotubiwa inageuka kuwa uovu, na huo uovu usiposhughulikiwa na mtu yoyote, ule uovu unageuka kuwa laana. Na laana ni mlango ulio wazi unaoruhusu shambulio lolote lipite kwenye huo mlango, limfikie huyo muhusika anayotakiwa ashambuliwe na hilo shambulio. Narudia tena unisikilize, dhambi yoyote isiyotubiwa inageuka kuwa uovu, alafu huo uovu usiposhughulikiwa unageuka kuwa laana. Na laana ni mlango ulio wazi unaoruhusu chochote, kama ni magonjwa, kama ni umaskini, kama ni aibu, kama ni kukataliwa, huo mlango uko wazi, uruhusu hayo yote yapite, yamfikie muhusika, yule anayehusika apate kushambuliwa
na hilo ambalo limeingia kwa wakati huo. Inawezekana ikawa ugonjwa, inawezekana ikawa aibu, inawezekana chochote. Ni kwa sababu ni mlango ulio wazi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa mfano tukichukua mfano tu, unaona mlango wa kanisa uko wazi. Uko wazi. Pale kitu chochote kinaweza kuingia. Linaweza likaingia limbuzi, linaweza likaingia ling'ombe, linaweza likaingia lijitu ambalo hatulijui. Anaweza akaingia mtu na akawa ana madhara kwa sababu mlango uko wazi. Lakini kama tungeufunga ule mlango, ina maana akitaka kuja kuingia lazima atafute aingilie wapi, kwa sababu hakuna mlango. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hakuna mlango wa kuingia, kwa hakuna wepesi pia wa kunifikia, kunishambulia hapa mbele niliko. Kwa hiyo laana huwa ni mlango ulio wazi kwenye maisha ya mwanadamu, uko wazi. Kwa hiyo chochote kinaweza kupita hapo na kuingia kuleta mashambulizi katika maisha ya huyo mtu ambaye hiyo laana imefungua mlango kwenye maisha yake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa nimeandika nikasema hayo mambo yanafanya kazi kwa siri. Yaani hayo mambo ya viapo na laana yanafanyaga mambo kwa siri sana kwenye maisha ya mtu, wala hakuna mtu anakuwa anajua. Yaani anakujaga na yanafanya kazi kwa siri sana. Mfano wake ni kama mchwa. Mchwa huwezi kuona ni wapi umeingilia. Mchwa huwezi kuona kwa wepesi kabisa ni wapi huo mchwa umeingilia. Lakini ukishaingia kwenye ule mlango au ukishaingia kwenye ule mti, unaweza ukala ule mti ndani kwa ndani. Nje unauona mti ni mzuri wala hauna tatizo lolote, lakini unakula. Sasa linabaki lile mti tuliko hapa. Siku utafanya hivi mkono wako, ndio utashangaa kumbe ule mtu umeshamalizika na mchwa. Kwa hiyo unaanguka pale kwa sababu umeugusa tu. Na ndivyo hii roho ya laana inavyokula maisha ya watu. Inakula ndani taratibu. Sasa ukipata kitu cha kusukuma tu, yule mtu anapatwa na jambo ambalo litakushangaza sana, lakini kumbe ilikuwa ni roho ya laana inayofanya kazi katika maisha yake. Nimesema hivi, ni mambo ya siri sana. Usipokuwa msomaji wa neno la Mungu, ni vigumu pia kuyatambua. Usipokuwa ni msomaji wa neno la Mungu, hayo mambo ni vigumu sana kuyatambua. Yamefichika na yanahitaji neema ya Kristo. Kama unasoma neno la Mungu na Mungu akufunulie upate kuyaona. Kwenye kitabu cha Isaya, tuanze kitabu hiki cha Isaya. Kitabu cha Isaya ni mlango ule wa 61. Nataka tuangalie kitabu cha Isaya ule mlango wa 61. Isaya mlango wa 61. Andika alafu ufungue, maana semina kazi yake ni kufundisha, sio kwenda mbio. Taratibu kabisa. Fungua kitabu cha Isaya mlango wa 61. Alafu mimi nataka nianze kusoma mstari wa kwanza, alafu nitaendelea na ule wa pili. Maandiko yanasema hivi, kanisa la Mungu: Roho ya Bwana Mungu hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Angalia utume wa Yesu. Angalia utume wa Yesu. Mungu anamtuma Yesu Kristo katikati ya wanadamu. Anamtuma ili kusudi la ule utume ni ili akawasaidie kuwafungua watu waliofungwa. Kuwafungua watu ambao wamefanyaje? Kanisa la Mungu wamefungwa. Maana yake ni kwamba kuna watu hapa duniani wamefungwa. Wamefungwa na nini? Ndio maana nilitangulia kukuelekeza tangu jana nikikwambia maneno yanaweza kuwa kifungo katika maisha ya mtu.
Na leo nimekuja nikikuonyesha juu ya viapo, kwamba viapo vinaweza kuwa kifungo. Yaani unafungwa kabisa na matamko ya viapo. Yanakufunga kabisa maisha yako ili usisonge, usiendelee mbele. Yale matamko tu yanakufunga kabisa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Matamko ya laana, matamko ya viapo yanakufunga na yanahakikisha wewe huwezi kuendelea mbele tena. Lakini ni matamko, kwa ni vifungo, vimewafunga watu wengi sana, na huwa vinamfunga mtu kwa siri, hawezi kuelewa. Nimetangulia kukuambia hata hivyo viapo vyenyewe vinaweza vikawa sio wewe ulivitoa, wala visiwe ni baba yako ukamuona. Inawezekana ni waliotutangulia mbele walifanya hayo yote, alafu wewe umezaliwa wala hujui. Tena basi umeamua kuokoka. Lakini katika kuokoka kwako, pamoja na kwamba kule kwenye kitabu kile nadhani ni kitabu cha Matendo ya Mitume au anaposema hivi, anaposema umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama umekuwa kiumbe kipya. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sasa umeokoka, lakini bado huoni kile walichosema, kwamba baada ya kuokoka unageuka unakuwa kiumbe kipya. Huyaoni, bado una tabia zile za asili, bado unaenda maisha yale ya kale, bado hakuna kufunguliwa, umeshikiliwa tu. Na pamoja na kwamba umekiri ya kwamba mimi sasa nimeokoka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa kuna vifungo ambavyo Mungu alivyoviona akamtuma Yesu, akamwambia uende ili ukawafungue. Katika kitabu hiki cha Isaya 61 anasema, Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenituma ili kuwaganga walio ngoja nirudie tena, amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Maana yake kuna watu ambao ni mateka, wamekamatwa, yani hawawezi kujiondoa kwenye hiyo mikono mpaka wapate msaada. Na tunachofanya hapa ni kuhakikisha tunauleta msaada wa kimungu utakao kuondoa mahali ambapo wewe umekamatwa na kuwa mateka. Kanisa, Bwana asifiwe. Utakao kuondoa kwenye kuwa mateka. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Na watu waliofungwa, maana kuna watu wamefungwa kabisa, hawasongi mbele, hawaoni mabadiliko yoyote. Maisha yao yako kama maisha ya baba yake, maisha yao yako kama maisha ya babu yake, yuko vile vile, tabia zake ziko vile vile, hakuna mabadiliko yanatokea. Sasa Mungu akaona hayo, akamtuma Yesu, anamwambia ili aje akalete ukombozi juu ya hayo mambo wanayopitia watu. Anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji watu wote waliao. Ndio kitu Mungu alimtuma Yesu kukifanya katikati ya wanadamu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Lilikuwa ndio jambo la kipekee sana ambalo Mungu alimtuma Yesu ili aje katikati yetu akalifanya. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi. Nataka nikuonyeshe kwanza, tuende kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi ni ya 100 Zaburi ya 102. Tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi ya 102. Tuna mambo tunataka tuyajue kwanza kabla hatujaingia kwa ndani. Zaburi ya 102, alafu nasoma mstari wa 19. Zaburi ya 102 mstari wa 9. Kitabu cha Zaburi ya 19 wapendwa, 19. Neno la Mungu linasema hivi: maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na
kuwafungua walioandikiwa kufa. Narudia tena kwenye kitabu cha Zaburi ya 102, alafu nasoma mstari wa 19. Angalia maneno ya Mungu yanasemaje. Anasema, maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mungu ameangalia kutoka juu kabisa, akaangalia kutoka madhabahu yake ya juu, ili aiangalie nchi, awaone wale watu ambao wamefungwa, watu wale ambao wamefungwa na ambao wameandikiwa kufa. Kuna watu ambao wameandikiwa kufa wakiwa hapa duniani, wameshaandikiwa kufa, na nia ya Mungu ya kutazama hao watu ni kwamba anataka kutuma msaada ili hao watu wasipatwe na hayo ambayo tayari yamewekwa kwenye maisha yao. Yeye ameangalia kutoka mbinguni, ameona. Ngoja nirudie tena, labda utanielewa kwa kusoma kitabu hiki cha Zaburi ya 102 ambao nasoma mstari wa 19. Neno linasema hivi, kanisa la Mungu, unielewe. Bwana ameweka kichaka 102 mstari wa 19. Mstari wa 19 nataka nisome. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mstari wa 19, maana ametazama toka patakatifu pake juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi. Mstari wa 20 anasema, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa. Aone machozi ya aliyefungwa, aone jinsi anataabika mtu aliyefungwa. Alafu anasema, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kuna watu wameandikiwa kufa hapa duniani. Kuna watu wamefungwa na wanateseka, na hiyo shida ya kufungwa, yeye amefungwa wala hajui kwa sababu gani amefungwa. Lakini Mungu ni mwaminifu sana, mpendwa wangu. Kama Mungu atakupa neema ya kuwepo katika semina hii, mimi na uhakika kuna vitu vimeyafunga maisha yako na umetembea katika hivyo vifungo miaka mingi. Lakini mimi nataka nikutangazie katika jina la Yesu wa Nazareti, ambaye nalitangaza jina lake. Huu ndio wakati wako. Mungu atayafungua maisha yako, atakufungua, atazikata kamba na minyororo iliyokufunga, atawaondoa watesi wako, atauondoa ukuta ambao umezuia maisha yako yasifike unakotakiwa kufika. Kila mwanadamu ana destiny yake, kila mwanadamu ameumbwa na ana hatima. Sasa shetani anachofanya ni kuhakikisha huwezi kuifikia ile hatima ya maisha ambayo wewe umeandikiwa hapa duniani. Na sio hivyo tu, lakini anaachilia mateso kwenye maisha yako. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwenye kitabu cha Isaya ule mlango wa 42, kitabu cha Isaya mlango wa 42, maneno haya tumeyazoea, lakini naomba tena tuyarudie. Kitabu cha Isaya mlango wa 42, na mimi nataka nisome kuanzia mstari ule wa 22. Isaya 42, nasoma kuanzia mstari ule wa 22. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. 42 alafu mstari wa 22. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu hao wamekuwa nini, kanisa la Mungu? Umeona? Yaani kuna watu ambao wamekamatwa, ni mateka,
na Mungu anatafuta ni watu wa namna gani watakaosaidia ili hao watu ambao wamefichwa kwenye mashimo, ambao wamekamatwa wakawa mateka, ni mtu wa namna gani atakayemsaidia huyu mtu aliyekamatwa, aliyefungwa, ambaye hana hata mtu wa kumwambia rudisha. Anatafuta mtu ambaye atasimama kwenye hiyo nafasi ili huyo mtu aweze kurudishwa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ili huyo mtu aweze kurudishwa, na ni rahisi kabisa, na ninataka nikutangazie, ukitaka kurudishwa katika jina la Yesu, Mungu atakurudisha. Yaani ni rahisi kabisa, kwa sababu Mungu wetu hawezi kujipinga. Mungu hawezi kujipinga katika neno lake. Kile kitu Mungu amesema kitatimia kwenye maisha yetu. Anachotaka kwa mtu ni imani tu ya kuona ya kwamba Mungu anaweza kufanya. Ukisha kuwa na imani ya kuhakikisha kwamba huyu Mungu hana neno ambalo linamshinda, na Mungu yuko tayari kukusaidia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mungu atatenda, lakini anataka moyo wa imani, wa kuamini kwamba ni kweli niko kwenye shimo, ni kweli nimefungwa, niko kwenye pango, ni kweli nimewekwa njia panda, hakuna namna, kibinadamu hakuna namna, lakini ninamjua huyu ambaye anatangazwa, huyu ambaye ananenwa, ana uwezo wa kunitoa nilikoingizwa. Pamoja na kwamba walioniingiza walikuwa na uhalali, lakini na uhakika kwa maombi na toba ambayo tutaenda nayo, Mungu ni mwaminifu sana, hata atufungue katika vifungo mbalimbali ambavyo tumefungwa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maneno yake anasema kwa urahisi kabisa, anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Hivi unajua mtu kuibiwa, yani umechukuliwa sio kwa ridhaa yako, ni kitu ambacho kinafanyika nje ya ridhaa yako, sio maamuzi yako. Unachukuliwa, umeibiwa, umeondoka. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ni watu walioibiwa, lakini Mungu ni mwaminifu kwetu, wala hatatuachi. Lakini watu hao ni watu walioibiwa na kutekwa, wameibiwa na kutekwa, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hapana mtu anayeweza kusema rudisha. Jioni ya leo Mungu amewatuma wajumbe. Nataka nikuambie, hata kama walikuweka chini sana, walichimba shimo wakakufukia mbali sana katika semina hii, nataka nitangaze katika jina la Yesu ya kwamba katika hilo shimo utatoka. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yaani hata kama walikuweka mahali ambapo hapaonekani kabisa, ila na mimi natangaza, kwa sababu niko kwenye mamlaka ya Mungu mwenye mamlaka juu ya hao waliokukamata, hao waliokuiba, hao waliokushikilia. Huyu Mungu ninayetangaza habari yake ni yuko juu sana kuliko huo ufalme wa kwao. Na mimi natangaza kwenye mamlaka yenye nguvu zaidi ya mamlaka ya kwao. Kama ninatangaza kwa Mungu mwenye mamlaka ambaye anazidi mamlaka ya kwao, mimi nataka nikuhakikishie, ni kweli umekamatwa, ni kweli kabisa, wana uhalali wa kukukamata, lakini tuna Mungu ambaye aliitoa sadaka ya mwanaye Yesu Kristo afe ili kuja kuzikomboa roho za watu ambazo zinaangamia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Wala si kwa maombi yetu, yeye mwenyewe akatazama kutoka wapi? Kanisa, Bwana asifiwe. Akaitazama nchi, angalie yule anayeugua, anayelia, yule ambaye anaomboleza kwa sababu ya kifungo cha kwake, yule anayelia kutafuta msaada. Mtu hawezi kulia bure, analia kwa sababu anataka msaada wa kimungu. Mungu akatazama kutoka mbinguni amuone huyo mtu ili amtumie huo msaada. Kanisa, Bwana asifiwe. Tunalo juma zima la kumlilia Mungu, la kutaka msaada kutoka madhabahuni. Hata kama ukoo wa kwenu uliandikiwa kufa, unajua kuna watu wameandikiwa kufa, wana umri fulani lazima wafe. Mimi nataka nikwambie, Mungu tunayemtumikia utauvuka huo umri, kwa sababu Mungu tunayemtumikia ni mwenye mamlaka zaidi ya hayo. Haleluya. Kanisa, Bwana asifiwe sana.
Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni kweli kabisa wana uhalali, kwa sababu labda ya hivyo viapo vya waliotutangulia. Ni kweli, wala hatukani wala hatukatai, lakini tuna Mungu mwenye mamlaka juu yao wote. Tuna Mungu mwenye mamlaka ambaye habari zake za wiki hii zitakaposemwa mahali hapa, kuna watu watafunguliwa na watakuwa na ushuhuda wa kuelezea. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nimesema hivi, ni kweli inawezekana kabisa unajishangaa, mbona mimi nimeokoka? Mbona mimi nimeokoka? Alafu unajua kwenye kitabu cha Wagalatia mlango ule wa 3:13 kisoma kabisa imeandikwa Yesu alifanyika laana ili wale ambao walitakiwa kuwa walaaniwe, basi hiyo laana isiwapate tena. Kanisa, Bwana asifiwe. Imeandikwa kabisa, na mimi sipingani na hayo maneno hata kidogo. Lakini kuna namna ambayo ili wewe usibaki kwenye kile kifungo, kuna jitihada yako unayotakiwa kuifanya wewe kama wewe, ili kujiondoa kwenye hivyo vifungo. Ngoja nianzie hapa ili unielewe. Yesu alikufa ili sisi tufanyeje, kanisa la Mungu? Yesu alikufa ili sisi tufanyeje? Mimi nawaruhusu jamani, kwenye semina tunazungumzaga, hebu fungueni midomo. Yesu alikufa ili tufanyeje? Yesu alikufa ili sisi tuokolewe. Ni ukweli au uongo jamani? Kwa wale wanaojua, Yesu alikufa ili sisi tufanyeje? Kuna mtu anaokoka automatiki baada ya kuzaliwa kwa sababu Yesu alikufa ili tuokolewe? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nataka nirudie tena. Narudia tena. Yesu alikufa ili tufanyeje hapa? Ili tuokolewe. Na wauliza, kuna mtoto anazaliwa automatic ameokoka? Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini Yesu amefanyaje? Amekufa ili sisi tufanyeje? Kwa hiyo kuna jitihada ya huyu mtoto yeye mwenyewe kufanya maamuzi ya kumkubali Yesu kama Bwana na nani? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kuna jitihada yake ya kufanya maamuzi kwamba amkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hiyo lazima aifanye, lazima. Ngoja nikuonyeshe kwenye kitabu cha Warumi. Twende kwenye kitabu cha Warumi. Mimi sitabishana na mtu, tutaenda na maandiko. Haleluya, tutaenda na maandiko. Maandiko yanasemaje kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10? Twende tuangalie kitabu cha Warumi mlango ule wa 10 na mstari ule wa 9. Maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sababu ukifanyaje? Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Ngoja nirudie tena. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanyaje? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mpaka kule nyuma, Bwana asifiwe. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako mwenyewe, wewe mwenyewe unafanyaje, watu wa Mungu? Unaokoka. Lakini ni baada ya kufanyaje? Unaokoka baada ya kufanyaje? Unaokoka baada ya kufanyaje, watu wa Mungu? Ya wewe mwenyewe kufanyaje? Kumkiri. Unaokoka baada ya wewe kumkiri kwa kinywa chako mwenyewe, wala si wazazi wako wala si watu wengine, ila wewe mwenyewe kwa kinywa chako. Utakapofika mahali ukaona namtaka huyu Yesu, ukakiri, Biblia inasema unafanyaje? Unaokoka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ukishamkiri unaokoka. Alafu anasema ukishaokoka unafanyaje? Ngoja tuendelee. Lakini anasema kwa sababu hiyo ukimkiri kwa kinywa chako kuwa Bwana na kuamini
na kuamini moyoni. Na kuamini, ndio maana nimekuambia juu ya imani na kuamini, kutoka moyoni, kuamini. Hilo neno liweke moyoni mwako, kuamini. Ukishamkiri kwamba kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ndipo unaokoka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ni baada ya kukiri. Haleluya. Twende taratibu, hatuna haraka, tunaenda taratibu, kwa sababu ukitaka kuondoa kitu kilichopandikizwa yani miaka mingi, lazima twende taratibu mpaka tufike kwenye nini? Mzizi kule chini. Wewe hujafungwa hapo unakoombea. Tunataka twende chini sana ili tufikie kwenye kile kina kule chini sana, ambapo tunaweza tukauchukua ule mzizi na Mungu akakutoa hapa ukiwa na kicheko. Haleluya. Akakutoa hapa kwenye hili kanisa ukiwa na kicheko. Ukishaamini ndipo Mungu anakuokoa. Staili ile ile ya kukiri kuwa Yesu ni Bwana, ndio staili hiyo hiyo Mungu anayoitaka kwetu. Kukiri ya kwamba baba zetu walimkosea nani? Hawataki kunijibu, ngoja labda nikikaa karibu. Baba zetu walifanyaje? Ni namna hiyo hiyo itakayo kuondoa kwenye adhabu ya Mungu. Yaani kukiri wewe mwenyewe ya kwamba baba zangu walipokuwa hai, kwa kuwa walikuwa hawajui Mungu wa Israeli, walikukosea. Kukiri wewe uliyebaki, wewe uliyepo, wewe ambaye sasa unajulishwa, wewe ambaye unafunguliwa masikio kujua ya kwamba kule nyuma, maana baba zangu walikuwa wanatambika, walikuwa wanafanya ibada za mila, walikuwa wanaabudu miungu mingine na wala si huyu Mungu tunayemjua sasa. Walikuwa wanaabudu miungu. Unapotambua ukakiri sasa wewe mwenyewe ya kwamba baba zangu walikutenda dhambi, kwa maana umetambua, kanisa, Bwana asifiwe, ukasimama kwenye toba, huyu Mungu wa Israeli yuko tayari kukufungua wewe kutoka kwenye hilo teso. Ngoja nirudi pale mbele nikakusomea maandiko. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ngoja nikakusomee maandiko. Katika kitabu cha Danieli, fungua Danieli mlango wa 9. Kitabu cha Danieli mlango wa 9. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Danieli mlango ni ule wa 9. Nataka tuangalie kitu hapo. Mlango wa 9. Haya ni maombi aliyoyaomba Danieli. Alikuwa anaomba kwa ajili ya Waisraeli baada ya yeye kusoma vitabu. Nasoma kidogo tu, Danieli 1 mpaka 10. Maandiko yanasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Usiero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, na ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake, na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso,
kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na walio mbali katika nchi zote uliko wafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosea. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kutenda katika sheria zake zilizowekwa mbele yetu na kinywa cha watumishi wake manabii. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe ni nani aliyeomba alafu Israeli wakatoka kwenye utumwa wa kwao. Huyu ni Danieli, anaomba baada ya kuvisoma vitabu akaelewa. Alipoelewa ya kwamba hawa Israeli wamefukuzwa machoni pa Mungu, wamesambaa katika dunia. Baada ya kuvisoma vitabu akaelewa ya kwamba Israeli utumwa wao umefika mwisho. Kwa hiyo akaenda mbele za Mungu. Biblia inasema akafunga, akavaa magunia, akamuomba Mungu ili Israeli warudishwe, maana wakati wao wa kurudi kwenye nafasi yao umefika. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa maana wakati wao wa kurudi ulikuwa umefika. Huyu Danieli akaomba, na katika kuomba kwake Israeli walikumbukwa wakarudi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ndio maana ninakuambia hivi, wewe peke yako unatosha kurudisha neema ya Kristo katika nyumba ya baba yako kule ulikozaliwa. Unatosha wewe, kwa sababu Danieli hawakuwa wawili, alikuwa mmoja, na taifa la Israeli ni kubwa, lakini kwa maombi yake yeye aliweza kulirudisha taifa kwa maombi yake. Maana yake ni kwamba yeye alipata tayari ufunuo, alielewa. Na unaona haombi, anatubu, anamwambia Mungu, kwetu kuna haya ya uso. Anamwambia Mungu, mimi nimevaa magunia kwa niaba ya Israeli. Ndio maana nimekuambia tunazo nguvu ambazo zinaweza kukusaidia wewe kutoka uliko. Mimi namwamini Mungu ninayemtumikia. Kanisa, Bwana asifiwe sana, ya kwamba anaweza kukutoa ulikofungwa, anaweza kukutoa uliko. Ni kweli watu wengine wamejaribu, wameshindwa, lakini hata yeye Mungu anataka ufike kwenye point ambayo hiyo point ukiifikia unagundua hapa ndiko nilikofikia nikapata shida. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo mlango ni ule wa pili. Kitabu cha Ufunuo mlango wa pili, naomba tukakiangalie na chenyewe. Mlango wa pili wa kitabu cha Ufunuo, kuna jambo la kujifunza hapa. Biblia inasemaje? Ufunuo 2 na mstari wa 5, 2:5. Neno linasema, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Angalia anachowaambia. Anamwambia kumbuka kwanza. Mungu anachotaka ni ukumbuke ni wapi. Yaani usiombe kwa kubahatisha. Kumbuka kwanza ni wapi ulikoanguka. Ukishapakumbuka ni wapi ulikoanguka, rudi mpaka pale katika ulimwengu wa roho, alafu uanzie hapo toba ili ufike mahali uliko. Narudia tena, kumbuka ni wapi ulikoanguka. Ukishapakumbuka ni wapi ulikoanguka, rudi mpaka hapo. Hapo ndio kwenye pointi yako. Hapo ndio kwenye pointi yako ya kuanzia maombi.
alafu uondoke na maombi mpaka ufike ulipo wewe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa mpaka hapo? Kuna watu wananielewa jamani, hawakunyoosha hata mikono, kumbe hawanielewi. Hebu naomba kama unanielewa kweli punga mkono, lakini kweli kama uelewi pia usipunge, shusha tu mkono. Wale ambao wananielewa tu ndio wapunge. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika wiki hii tutakuwa na muda mwingi wa toba. Sijui tutaomba lini, lakini tutakuwa na muda mwingi sana wa toba, wa kuanzia kwenye pointi mahali tulikoangukia kuelekea mahali pengine, kwa sababu tusipoanzia tulikoangukia ndio tunaomba kwa kutokujua kwetu, na tunajikuta hatufikii mahali sahihi pa Mungu kutusaidia. Hatufiki mahali sahihi pa Mungu kutusaidia kwa sababu hatujui mahali tunakotakiwa kuanzia. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19, Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi, watu wa Mungu, rahisi kabisa. Anasema hivi 3:19, andika. Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tubuni basi. Baada ya kugundua anachotaka kwetu sisi ni toba. Yaani ukishagundua, fanya basi toba ili zije nyakati za kuburudishwa. Kanisa, Bwana asifiwe. Zifike nyakati za kuburudishwa. Mungu anatushauri sisi tufanye toba, na tutakachokifanya katika juma hili, yaani mwanzo mwisho, ni toba sana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari ule wa 19. Anasema tubuni basi mrejee. Mungu anataka turejee. Unataka kuona Mungu akikufungua, anataka urejee kabisa. Ingia kwenye toba, unafanya toba. Na naangalia tena kitabu cha Matendo ya Mitume, watu wa Mungu. Angalia Matendo ya Mitume tena, mlango ni ule wa 17. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ni ule wa 17. Tuna vitu vya kujifunza humo, kanisa la Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni ule wa 17. Naomba nianzie kuanzia mstari wa 29. Matendo ya Mitume mlango wa 17, naanzia mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe au vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Mstari wa 30 anasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote na kila mahali watubu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Zamani zile za ujinga, tukiabudu vitu tulivyoviona kama vimechongwa kwa ustadi, kama dhahabu, kama miti, kama nini, zamani zile. Lakini kipindi hiki Mungu alituvumilia tangu zamani, lakini kwa sababu sasa ameleta ufahamu wa kipekee kwa njia ya Roho Mtakatifu, watu wanamjua sasa. Roho Mtakatifu anafunua, tunajua vitu. Anasema anachotaka ni sisi kufanya nini, kanisa la Mungu? Mbona hivi usharika huu ana tatizo gani? Mbona hawajibu? Kanisa, Bwana asifiwe. Anachokitaka Mungu kwa wakati huu, baada ya kuwavumilia wale waliotutangulia, mpaka ametembea na sisi mpaka ufunuo ukaonekana kwamba sasa tumeelewa. Kama tumeelewa, anachokitaka kwetu Mungu ni toba. Niko na watu hapa kanisani. Anachokitaka kwetu sisi ni nini, watu wa Mungu?
Anachokitaka kwetu Mungu ni toba. Kwenye kitabu cha, ngoja niangalie kwenye kitabu gani tena, nataka kuangalia. Kuna kitabu hapa cha Ezekiel, anataka mtu mmoja tu, wala hataki watu 100. Mtu mmoja atakayesimama kwenye nafasi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ngoja kuna mahali nataka nianzie, lakini basi haya, ngoja nifuate hapa. Kwenye kitabu hiki cha Ezekiel anataka toba Mungu. Ezekiel 22. Ezekiel 22. Tuangalie. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mimi najua watu wanapenda ile amsha. Safari hii si amshi kabisa. Umenisikia watu wa Mungu? Safari hakuna amsha. Tunaenda taratibu, ni kufikishe kituoni kwako. Ukishafika kwenye kituo chako, simama. Ukisimama hapo, tunapoingia kwenye toba, anzia hapo, maana utaelewa ni wapi ulikoanguka, na hapo unaanzia toba ili tuendelee mbele. Ezekiel 22, anachokitaka Mungu, mstari ni ule wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Nikisema nchi, Mungu akisema nchi, anasema juu ya ile pale unakoishi. Hata pale unakoishi inaitwa nchi yako, ni nchi yako. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Azungumzia habari ya taifa, anasema habari ya nchi, mahali unakoishi. Mahali palipobomoka, anasema hivi, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikumwona mtu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Alichokuwa amengoja, alingoja mtu mmoja atakayeelewa kwamba hawa wazee hawakutupeleka vizuri. Kuna mambo wameyafanya kwenye maisha yetu yanatukosti au yanatugharimu. Sasa yule mtu atakayeelewa, ndio Mungu anamngoja huyo, ili asimame kwa niaba ya ile nchi, ile nyumba, ule ukoo, ile familia. Asimame huyo mtu ili Mungu asimame naye, amsaidie kuondoa ile shida iliyoko katika familia. Anataka kujenga, anataka kukusaidia, anataka kukufungua, lakini anataka mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Anataka mtu atakayesimama mahali palipofanyaje, watu wa Mungu? Palipobomoka. Asimame huyo mtu mmoja tu, sio watu wawili, mmoja atakayesimama akiwa na akili na ufahamu, na aombe kusudi Mungu aingilie kati juu ya hayo yanayopita kwenye hiyo familia. Ndio kitu Mungu anachotaka, ndicho pekee Mungu anachokitaka kwenye maisha ya huyo mtu, wala sio kingine. Anataka huyo mtu atakayesimama ili aombe kwa ajili ya hiyo nchi. Haleluya, haleluya. Mpaka hapo kuna watu wamenielewa vizuri, kuna watu wamenielewa. Mungu anataka mtu, Mungu anataka mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Na mimi nataka tuanzie hapo kuomba. Nataka tuanzie hapo kufanyaje, kanisa la Mungu? Kuingia kwenye maombi. Maombi tunayoyafanya, tunafanya maombi ya toba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ya toba, kwa sababu ni ukweli, wewe ni shahidi ya kwamba baba zetu walituingiza mahali, yani kwa watoto wa mjini huku, watoto wa mjini tungeweza tukasema wametuingiza mkenge. Kwa watoto wa mjini tumeingia mahali pagumu. Kuna magonjwa tunatembea nayo, hayawezi kutoka kwenye maisha yetu. Kwa nini? Yamewekwa kihalali na baba zetu. Tutaendelea kuona, yani kadiri tunavyoendelea na somo
utaendelea kuona kwamba yaliwekwa kiuhalali na hayawezi kutoka mpaka utokee uhalali. Sikiliza, nirudie tena, unisikilize vizuri sana hapa, maana tunaingia kwenye maombi. Yaliwekwa kwa uhalali, na Mungu ni Mungu wa haki. Mungu ni Mungu wa nini, kanisa la Mungu? Mungu ni Mungu wa haki. Wale baba zetu walijiapiza kwa viapo kwamba hii ndiyo staili ya maisha ya ukoo huu, au staili ya maisha ya familia hii. Hii ndiyo staili. Wakajiapiza, wakafanya ibada, wakatoa na sadaka katika kuusimika utaratibu wa familia. Wakawekwa na wasimamizi. Ndio maana unaonaga kuna wazee wa mila kule nyumbani. Wako hao wazee wanaosimamia mila, wanaosimamia desturi, wanaosimamia mapatano na maagano walioagana hao wazee. Ndio maana ukienda kinyume wanauliza, mbona uko nje ya utaratibu? Mbona uendi sawasawa na utaratibu wa ukoo huu? Mbona ufanyi kama tunavyofanyaga? Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna hao wazee wanasimamia kanisa. Bwana asifiwe. Kwa kuwa utaratibu uliwekwa kiuhalali, kwa sababu Mungu ni wa haki. Mungu mwenyewe anausimamia, wala sio mapepo, wala sio shetani. Si mlimkabidhi ausimamie, atausimamia. Bati ngoja nikwambie, akitokea mtu sasa atakayeelewa huu utaratibu ni mbaya, akaja kwa Mungu kwenye madhabahu kama hii, anaweza kuutengua huu utaratibu, kwa sababu Mungu wa kwao si mkubwa kuliko Mungu tunayetaka kutengua. Kuna mtu ameelewa hilo? Lazima atokee mtu atakaye kuja kutengua huu utaratibu ambao uliwekwa na hao mababa. Wakauweka, wakatoa sadaka za kuchinja saa nyingine, wakatoa sadaka hata za watu, wakafanya agano kwa damu, wakafanya agano kwa staili yoyote, lakini wakafanya maagano kwamba huu ndio utaratibu wa hii familia ya kwetu. Sasa umeokoka, si ndio kanisa la Mungu? Umeokoka, lakini kwenye familia kuna utaratibu huu. Ni kweli umeokoka, lazima ukiri huu utaratibu uko kwenye familia yetu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Lazima ukiri kwamba huu utaratibu uko kwenye nyumba ya baba yangu, uliwekwa, umesimikwa. Kwa hiyo ili huu utaratibu uondolewe, lazima niwe na nguvu kubwa kuliko hii ya kwao. Wao waliuweka kwa damu za makondoo na ng'ombe na mbuzi, ila mimi nataka kuuondoa kwa damu ya Yesu iliyomwagika juu ya msalaba. Kwa uhalali ule ule wameweka kwa uhalali, na wewe unatakiwa kuuondoa kwa uhalali kwa huyo Mungu anayesimamia utaratibu. Haleluya. Niko na watu hapa kanisani, kuna watu wamenielewa. Lazima tuuondoe kwa utaratibu. Biblia inasema Mungu ni Mungu wa haki, na ni wa haki kwa wabaya, na ni wa haki kwa wenye haki. Kuna mtu anaelewa? Yaani ni wa haki kwa wabaya na ni wa haki kwa watu wenye haki. Kwa hiyo hata waonea wabaya kwa sababu ya mwenye haki, wala hata muonea mwenye haki kwa sababu ya wabaya. Yeye anasimama hapo. Ninyi mkiona huu taratibu haufai, njooni. Anasema, tazama nimeweka mema na mabaya, chagueni mema. Lakini mema na mabaya yako hapo, chagua unachotaka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Muda umeenda. Naomba nimtambulishe kwenu mzee wangu, rafiki yangu kabisa. Karibu mzee hapa mbele. Naomba nimtambulishe kwenu. Huyu kaka anaitwa mzee Sawe wa usharika wa Tabata Kuu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Na
Mimi na yeye ni watumishi wa namna hii ya utumishi. Haleluya. Na nimemsihi sana, nikamwomba tuwe naye katika semina hii. Kanisa, Bwana asifiwe. Nikamwambia nikishamaliza kuhubiri, mzee Sawe, kazi yako ni ya kuombea watu. Amen. Kuwaingiza kwenye toba. Kwa baada ya utambulisho huu, naomba nikukaribishe baba, karibu, ili uendelee sasa na hicho. Au naenda kuchukua daftari.